Ninayo furaha kubwa sana kuona yale yote ambayo pia ni shughuli zetu kama maafisa maendeleo mmeendelea kuzifanyia kazi. Dadangu amekwisha kusema pale, dada Anet, issue ya ukatili amezungumza vizuri kabisa, lakini kuna issue ya kutoa elimu kwa wajasiriamali. Baada ya kupokea barua ile tu niliona kabisa kwamba hiyo pia imekuwa shughuli yenu ya kila siku. Lakini pia tumeendelea kuenzi kilimo kama baba yetu wa taifa miaka ya 60 mpaka 80. Kipindi hicho msemo wa kilimo ni uti wa mgongo ulikuwa una trend. Wazee wetu watakuwa mashahidi sana. Si ni kweli? Safi sana. Lakini pia sisi tumeukuta na nyie mkiwa wazee wetu bado mnaendeleza. Hongereni sana. Lakini pia mmeendelea kutoa elimu kuhusu masuala ya kifedha kwa maana ya kuweka na kukopa. Si ndio? Safi sana. Lakini mmeendelea kutoa elimu kuhusu masuala ya usawa wa kijinsia. Usawa wa kijinsia kwa maana ya fursa zinapopatikana ziwe zina base kwenye usawa wa nini? Wa kijinsia. Kwa maana ya me na ke. Si ndio? Safi sana. Lakini haki sawa. Haki anayopata me na ke apate haki ile ile. Sawa. Lakini pia kuna majukumu yasiyo na ubaguzi, kwamba hili jukumu sio la mwanamke tu au hili jukumu sio la mwanaume tu. Hapana. Hicho kitu viongozi pamoja na nyie mmeendelea kukifanyia kazi. Hongereni sana kwa kufikia sehemu hiyo. Ndugu zanguni, mashirika kama Bufadeso, shirika zuri kabisa lipo, toeni taarifa kwa sababu washasema, na nimeona kiongozi kule ameshachaguliwa kwa ajili ya makundi maalum na nini. Kwa semeni huko. Pia sisi tupo, watendaji wapo. Pelekeni taarifa. Na nimekwisha kuwaeleza yapo ukatili upo aina nyingi sana, nimeshasema. Na nyingine tutaendelea kueleweshana. Pia viongozi najua wanazijua vizuri kabisa. Nisitumie muda mrefu sana. Matatizo yote nimeyachukua, tutaenda kuyafanyia kazi. Sikupewa neno la kuahidi chochote, lakini nadhani tutazungumza baadaye na viongozi tuone kama kutakuwa na sehemu ambayo tunahitajika pia sisi tutatoa ushirikiano. Niwashukuru sana shirika la Bufadeso. Ninyi ni moja ya shirika ambalo limeendelea pamoja na changamoto kubwa zilizoyakumba mashirika mengi. Baada ya mashirika mengi kupoteza ufadhili, yapo yaliyofunga kabisa. Na ratibu mashirika mengi katika halmashauri ya wilaya, yapo ambayo yalitangaza kufunga miradi kabisa baada ya kupoteza nini? Ufadhili. Mchakato ama mpangilio mlioweka wa kuendesha shirika ni kitu kizuri sana, na ninatamani kingeendelea kwa mashirika yote. Hatuwezi tu kutegemea wafadhili kutoka nje. Sisi kama sisi ambao tunatekeleza kazi hizi au wananchi tunaonufaika kutoka kwenye mashirika haya, tunafanya nini kuhakikisha mashirika haya hayafi ama hayaachi kufanya shughuli zake kwa sababu tu mfadhili ameondoka nchini au ameacha kusapoti mashirika haya? Kwa hiyo niwasihi sana, najua changamoto ni nyingi katika kufanikisha jambo lolote lile jema, haliwezi kukosa mikingamo ama changamoto. Tuvumiliane, tusaidiane, tushauriane pale tunapoona kwamba kuna mtu anaenda hivyo sivyo. Wote tunajenga nyumba moja. Tusifarakane kwa vitu visivyo vya msingi. Sisi wote ni watoto wa mama mmoja, tunajenga nyumba moja. Tusione fulani ndiye anastahili kujenga, mimi sina jukumu hilo. Tujione wote tuna majukumu. Nadhani Baraka utafanya namna, na mimi nitakuwa memba, sijui kwa namna gani, wala sio kama naruhusiwa ama siruhusiwi, lakini natamani kuchangia chochote katika utekelezaji wenu wa shirika kwa sababu nimefurahisha.
Kitu cha mwisho, sisi sote ni watendaji katika shirika hili. Kwa nafasi zetu basi tulitendee shirika kila ambacho tunastahili kutenda. Najua kuna muda tunaingia hata mifukoni kutekeleza kazi za mashirika. Kuna muda tunatumia muda wetu wa ziada hata tunapungukiwa kutimiza majukumu yetu kwenye familia kwa ajili ya shirika. Niwatie moyo jamani, hakuna jambo rahisi lenye mafanikio. Mafanikio yote yale yanakuwa na ugumu ndani yake. Kwa hiyo niwatie moyo katika kutekeleza majukumu yenu. Pale ambapo shirika litaona basi linahitaji msaada kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mmesema mna upungufu wa watumishi, hebu tushirikishane. Inawezekana upungufu wa maafisa mlionao tunaweza tukanao ngazi ya kata ama halmashauri wakasaidia pale watakapoweza kufanya nini kuhitajika. Lengo wote ni tufikie malengo tuliyojiwekea. Kazi ya mashirika ni kutekeleza shughuli ambazo serikali peke yake haiwezi kutekeleza. Kwa hiyo tunapokuwa na mashirika haya yatatekeleza yale ambayo sisi serikali hatuwezi kuyafikia kwa muda huo. Kwa hiyo hata hawa wanajenga nyumba ile ile tunayojenga sisi serikali. Kwa hiyo niwaombe sana na niwatie moyo, mfanye kazi kwa bidii, mshirikiane, mpendane pia. Kwa majina naitwa Maria Lazaro Iparapara, ni mwanakikundi wa kikundi cha muungano wa kina mama kata ya Nyamang'uta. Kwa kweli nimenufaika sana na shirika la Bufadeso. Tumeanza shirika mwaka 2012. Yaani tukiwa wachache sana kwa msukumo mgumu sana. Tulikuwa tukichanga fedha zetu kutoka mifukoni, mikononi, tukijiunga na hili shirika. Mpaka ilikuwa inapelekea muda mwingine wanachama wanajenga hofu. Hivi mnaenda kuunda kikundi, shirika gani hili? Lakini Mungu ni mwema, ametusaidia, hatimaye tumefikia kipindi hiki. Kwa kweli mimi nimenufaika sana na shirika la Bufadeso. Tunapata mbegu kwa muda mwafaka, tunapata miti, tunapanda. Yaani hitaji lolote ukihitaji linakufikia kwa wakati. Tunashukuru sana. Naitwa Jenifer Megabe Zambele, ni mkaaji wa Kunzugu. Shirika hili kwa binafsi yangu nimejiunga kuanzia 2018. Shirika hili naona limenufaisha watu wengi sana hapa Kunzugu. Ndio maana na mimi yani nilitamani, nilivyoona shirika linafanya mambo mazuri, watu wanafanya mambo mazuri, nikawiwa na mimi. Ikabidi na mimi nijiunge na mimi na shirika hili. Kwa sasa hivi najishughulisha na kilimo. Mabadiliko yapo. Katika kilimo nilikuwa nalima mahindi, unakuta kilimo ambacho nilikuwa sijafundishwa, nilikuwa sipati manufaa, lakini kwa sasa hivi tangu nianze kufundishwa manufaa yapo ninayoyapata. Kwa ekari moja nilikuwa naweza nikapata gunia 3, gunia 2, lakini kwa mafanikio ya sasa hivi tangu nianze kulima mahindi tulivyokuwa tunafundishwa, sasa hivi naona napata mafanikio makubwa. Unaweza ukapata hata gunia 10 na kitu, gunia 20 kwa ekari moja.